Wananchi wa kata ya Iganzo jijini Mbeya wamelalamikia kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu vinavyodaiwa kufanywa na baadhi ya madereva wa bajaji hususan nyakati za usiku na alfajiri. Wananchi hao wamedai kuwa matukio ya ubakaji na uporaji yamekuwa yakitokea mara kwa mara na kuzua taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Sisi wakina mama na mabinti na wasichana ndio waathirika wa sehemu kubwa na ambao ndio tunaopata shida kwenye historia ya kubakwa ni mabinti na wakina mama, na wanaotubaka ni vijana wadogo wenye umri mdogo, wanatuvizia kina mama. Sasa tunatoka kwenye biashara tunarudi tunaathirika na hiyo hali. Vijana wa hapa wamejitetea kwamba sio wao, lakini na imani kwamba wao ndio walinzi wetu, wao ndio watoto wetu, wao ndio sehemu ya kutulinda sisi. Kwa nini wanavyomwona mtu mgeni kwamba hafai kwenye hayo maeneo, kwa nini wasimtolee taarifa kwamba huyu ni mtu mgeni, hastahiki eneo hili, mpaka tuathirike sisi kina mama, tuibiwe kina mama, tuje tulalamike kwao? Kwa nini wao wasije kutuambia kwamba au wakaenda kwenye uongozi kwamba huyu tunayemuona hapa ni mgeni, hata kile eneo tunamshangaa, hata mabalozi wenyewe wakashtuka, wakaona kwamba huyu mtu ni mgeni, yuko eneo sio sahihi, wakamtoa. Sasa wao wanasubiria sisi tuje tutoe taarifa, wao watu waibiwe, kwa sababu ili eneo ni eneo la stendi. Watu wengi wanashuka, wa kutoka Chunya ni wageni, na hao wageni ndio biashara kwao na ndio maisha kwao, kusema wao wanafanya kazi kutegemea huo usafiri eneo hilo. Kwa nini wao wasije kutuambia kwamba jamani, balozi au mwenyekiti au diwani, kuna mtu amekuja hapa, huyu kijana hatumuelewi, ni mgeni, au wakatoa lalamiko kwa mwenyekiti wao? Sisi tunalalamika kwa wao mwenyekiti wao wa vijiwe, kwa sababu kuna mwenyekiti wa bodaboda, kuna mwenyekiti wa bajaji. Kwa nini wasije kutuambia kwamba hapa kuna kijana ni mgeni, mpaka tuibiwe kina mama, mpaka wasichana wabakwa? Na tunaobakwa ni mama zao, wanaobakwa ni dada zao. Kwa nini wakubali tuathirike sisi wakati wao wapo? Sisi tunategemea wao vijana ndio kutulinda sisi, ndio kutulea sisi, ndio taifa letu la kesho, ndio nguvu kazi ya taifa. Kwa nini watu wache kwenye hali hii? Kweli tushinde kufanya biashara, turudi saa 10 kama eneo la Mama Bunju pale, wengi wanajitetea, wengi wanakula pale, wengi wanashinda pale, wengi wanafanya biashara hapo, wanapiga debe pale, wanashinda pale chini wanakula. Kwa nini wasimwambie Mama Bunju, toa taarifa kwa balozi wako, huyu mtu ni mgeni? Kwa nini mpaka itokee madhara ndio waje walalamike? Waanza kusema serikali haifanyi kazi. Serikali ipo kazini, serikali inafanya kazi. Kutegemea serikali sio wale kama madarakani, serikali ni wao, na sisi tunawategemea wao watusaidie sisi ili tuje jinsi kuwasaidia wao. Sasa kama wao wakikaa kimya, sisi tunafanya kazi na nani? Mimi ni kweli kuna vijana wengine wanakuja hapo hatuwafahamu, lakini wanakuja kufanya maovu pale hapo stendi. Tukiingilia sisi yani wanatamani mpaka watupige na makofi. Wasema jamani, watu hao mnachukua afu mnao 40,000. Sasa sisi tukiingilia kati pale kuambia jamani, mbona mnafanya hivyo? Kwa nini? Hao ni binadamu kama nyie. Kwa nini mnafanya hivyo? Wanasema usituingilie. Kwa nini? Weka kae tu kwenye supu zako kule. Na kweli na sisi wenyewe tunaumia, na sisi pale wanachafua ni kijiwe chetu. Ndio maana sisi tunaingilia. Yaani shida hawa wabajaji ndio wanatupa kero sana. Sababu watoa bidii hapa wanataka stendi kwa nauli 25,000 30. Lakini nauli hapa stendi inaweza kuwa 800 au 1,000 au 1,500 au 2,000. Sawa, la kwanza ndio hapo. Wanagombana hapa. Na pili, vijana wanatoka sehemu nyingine, mfano wanatoka Magege, anatoka Sikologo, anatoka Sigolima, anafanya vurugu hapa. Sisi ambao tunafanya vurugu, sisi tunafanya vurugu yote, sisi wazao tunafahamiana. Sababu tunafanya kitu ambacho kinawezekana hapa, sisi wenyewe tunadhibitisha wenyewe tu, tunajuana. Yeye ndo anatoka mbali, anafanya vurugu hapa. Hata kipindi cha maandamano, wale wanatoka kufanya maandamano hapa, si watu hapa, ni watu kutoka mbali. Wote tu watu wa kutoka pembeni. Sana iliyofanya mpaka leo hii tumekutana hapa ni haya matukio yanaendelea kutokea hapa kwa dada yangu pale kwa Mama Bunju. Lakini mimi niseme kitu kimoja, sisi ni wazawa, slogan ya Iganzo tunaifahamu. Sisi ndio tunaosababisha yote haya, kwa sababu hata kama tunawafahamu wahalifu wanaotoka sehemu zingine kuja kwenye kata yetu na mitaa yetu, tunawapokea halafu watuwatolee taarifa hata kama hatujui wamekuja kwa ajili ya nini. Kwa hiyo sisi tujitahidi sana ambao ni wenyeji. Mimi nimekuwa mwenyekiti wa wafanyabiashara hapa karibu miaka 6 kwenda mpaka 7. Muda mwingine nilikuwa napigiwa simu kwenye ofisi za upelelezi huko kwa ajili ya taarifa za pale, lakini busara pia ilikuwa inatuongoza, kwa sababu mimi kama najua kabisa huyu kijana ni mhalifu, muda mwingine nakaa naye kirafiki, naongea naye anaacha. Wangapi tumeongea nao matukio yalisimama. Kwa hiyo ninachoomba tu, kwa sababu tunafahamiana,
tujaribu sana kuambiana ukweli kabla ya serikali haijafanya kazi yake. Matukio haya kama juzi imepigwa risasi hapo, vijana wanachukuliwa. Mmoja alikwenda tu kula kande kwa Mabunju kachukuliwa. Yule kijana ni mdogo wa kakaangu Sande, anaitwa Kesi. Na huwa ashindi mara kwa mara pale. Alikuwa anapita tu, lakini tukio likamkuta akachukuliwa. Lakini tunashukuru tuliwasiliana na mtendaji na hiyo dogo hakuna sababu nyingi sana, tulifanikiwa kumtoa. Lakini niseme tu kwamba na Mabunju pia pale usikubali kupokea watu wa hovyo, kwa sababu tunao vijana ambao wapo wanashinda pale hawana tabia hizo. Wapo vijana wanaokuja wanafanya hayo matukio, wanafanya na kuondoka. Mwisho wa siku inaonekana vijana ambao mko pale ndio wafanyaji wa matukio hayo. Kwa hiyo tuangalie sana aina ya watu ambao tunambatana nao kwenye shughuli zetu na vijiweni mtu tunamokaa. Na lingine nigusie, Mheshimiwa Diwani, mimi niombe kitu kimoja. Niwaombee vijana wa bajaji wanaopaki pale na Kibaoni. Ameongea hapa mdogo wangu Dutero. Ameongea kwa hisia afu nimemuelewa. Mimi niombe tu kitu kimoja. Mheshimiwa Diwani, hebu omba ushirikiano na hao bajaji kubaini wahalifu kuliko kuwafungia. Ukifunga hapa moja kwa moja, kuwapata wahalifu ni kazi. Ili tuwabaini wahalifu, natakiwa kushikamana na hawa watu wa bajaji. Kama wapo hawa watu wanaofanya matukio ambao wanatumia hizo bajaji, itakuwa ni rahisi sana endapo sasa na nyinyi wa bajaji mtakuwa ni wawazi kwa viongozi wenu na kuwapenyezea taarifa. Hili litawasaidia sana, kwa sababu mheshimiwa ametoa kauli ngumu hapa. Bajaji sasa zikimaliza hapa ziondoke. Ana mamlaka kwa sababu ndio mwenyekiti wa usalama na ulinzi wa kata. Lakini na mimi pia mheshimiwa, kwa upande wangu kama kijana mwenzao au kama kakaao, niombe tena kwamba tuna muda bado wa kukaa na hawa vijana wakatusaidia, wakatupa ushirikiano na kuwabaini wahalifu. Na hao wahalifu sio kwamba hatuwafahamu. Kinachokuja kututesa sisi hapa stendi ya Chunya, tunafahamu kabisa kwa moja. Vyombo vya sheria vipo. Penyeza taarifa mtu ashughulikiwe ili kuepusha adha na ile kwamba polisi muda wote waonekane pale. Kwa nini kila siku kwa Mabunju? Kwa nini kila siku kwa Mabunju? Hebu tujitahidi sana. Kilichotupeleka pale tukifanye tuondoke. Tusifanye mambo mengine. Na kama tunajua kabisa tuna watu hapa ambao sio wema kwetu, kwa nini tuwakumbatie? Tukiwakumbatia hawa ndio wanatuangamiza sisi. Samaki mmoja kioza wote mmeoza. Mwisho wa siku mtaambiwa pale pafungwe, asishinde mtu. Mtapata wapi riziki? Tusifichiane maovu. Kama tunawafahamu tuwaweke wazi na tusiogope. Iganzo ni yetu, Iganzo ni sehemu salama. Na Mungu atutangulie na Mungu akatubariki kwenye hili. Diwani wa kata ya Iganzo Daniel Mwanjoka amekiri kupokea malalamiko hayo na kueleza kuwa uongozi wa kata kwa kushirikiana na vyombo vya dola unaendelea kuchukua hatua ili kukomesha vitendo hivyo. Polisi kata Alex Mwalukasa amesema vitendo hivyo havipaswi kuvumiliwa katika jamii na kuwataka wananchi kutoa taarifa kwa wakati ili wahusika wachukulie hatua kali za kisheria. Sasa ili kulirekebisha hilo na kwa utaratibu wote utakao kuwepo, sasa naomba nirudie kusema tutaweka utaratibu mzuri ili tufahamu wote wanaokuwepo hapo. Wewe ndio mwenyekiti kule juu, uniwekee utaratibu. Hatuombi ulete utaratibu, ulete watu wanaoshinda hapo tuwafahamu, ili tukiona aliyetoka mbali sisi tujue namna ya kumchukulia. Kwa hiyo kwa kusema hivi maana yake nitairekebisha kauli hii sasa tutakapokuwa tumeona mambo haya yamebadilika. Naomba nirudie kusema hili. Hatutairekebisha kama mambo haya hayatabadilika. Viongozi wa bajaji mnanielewa? Huu ni msimamo. Yaani hatutabadilisha kama hatutaona mambo haya yanabadilika. Kwa hiyo tutakapokuwa tumekaa pamoja tutairekebisha vizuri pale tujue. Bunju na kijiwe chako tumeagiza, tunataka hayo. Nikisema hivi manake usipofanya hivyo litakalokuwa linafuata, tunasema hivi jamani, litakalofuata hapo ni la kwako. Yaani inazungumza kwa msimamo kabisa. Tusilete hapa siasa. Si mnasemaga si wanasiasa tunaleta siasa. Na alizungumza hili usalama kwenye kata ya Iganzo hatutauchezea. Yaani Bunju kundi lako pale Mama Bunju tumeshasema wanywaji wa pombe, na ndio namalizia mimi hivi. Zile za asubuhi wacheza kamari, mnajijua, mnajifahamu kabisa mnakocheza kamari. Kwani kamari mnakocheza hamjui jamani? Si mnajua jamani, na mpo hapa mimi nawaona. Na wengine mimi nimewafuata wiki iliyopita pale juu. Nikawafuata nikamwambia jamani sio vizuri, sio fair. Sasa hatuwezi kukurudia wewe mara 3 mara 4
naomba nirudie ili mulishike kwa msimamo. Yaani hatutakubali kukurudia wewe mara 4 tunakubembeleza uache kamari. Kamari imekula watu wangapi pale juu? Waliotumbukia pale, watu wazima sio wanacheza kamari kule chini jamani. Sio wanakuja na magari pale, hamuoni? Polisi kila siku wanashinda kule. Watoto wetu wampotea 3 pale juu. Kwa hiyo nazungumza ili kwamba mengine tutayarekebisha baada ya kuona utaratibu umekaa na tumebadilika tabia. Wewe zungumza tu huko unajua kama urahisi. Lakini ni Iganzo ambapo kuna kijana wa CB Jumatano iliyopita tumetoka kumsafirisha. Hatujui nini kimemkuta, lakini tumemkuta kule juu pale kwenye kifusi. Kwenye maji amefariki. Sasa aidha lilitokea alipigwa, vyovyote vile mimi sio msemaji wa hayo, lakini ni ndani ya uhalifu. Na ndio maana leo unatuona tunazungumza kwa sura hii. Wakina mama, mimi ni waombe, jeshi la polisi lipo pale, kuna dawati, kuna nini, yani sehemu zote zile tunapokea malalamiko ambayo watu wamefanyiwa. Kama umefanyiwa ukatili wa aina yoyote ile, na unapopanda bajaji hizi zote zina usajili, zina namba. Kabla unaingia kwenye bajaji, kalili namba ya bajaji, zimeandikwa ubavuni na namba, plate number zipo. Ukishafanyiwa ukatili kama huo, tunza, usiingie tu eti bajaji kuita ingia. Sasa tumeshagundua kwamba kuna uhalifu tu wakina mama mnafanyiwa huo uhalifu. Unapoingia hususan wakati wa kuanzia jioni, giza limeanza kuingia, unasafiri, umechelewa kwenye shughuli zako za kiuchumi, unataka kurudi nyumbani, usiingie tu kwenye bajaji hivi ukakaa kwa sababu ya tishio lililopo. Basi jitahidini, angalia bajaji, kwenye ubavu wa bajaji ni namba ngapi na usajili wake ni namba ngapi. Bajaji si zinapita muda wote. Kama hujakamilisha hilo swala la kuangalia namba ya bajaji ukaiandika kwenye simu, kuna haraka gani ya kuingangania hiyo bajaji uingie haraka wakati hujakamilisha? Basi subiri, chukua namba ya bajaji, kalili. Endapo kama litatokea lolote kule, inakuwa ni rahisi kumbaini mtu aliyekufanyia huo ukatili, kwa sababu anaweza kukuingiza kwenye bajaji, unashukia hapo Manyweo, akapitiliza mpaka kule maili ngapi sijui anaitwa kule, akaenda kukufanyia kule, na amekuja amekuacha pale na unaondoka. Mnashindwa kuleta taarifa kwa sababu hamjui watu wanaowafanyia hivyo vitu. Jukumu la ulinzi na usalama jamani ni la kwetu wote. Yani jukumu la ulinzi na usalama sio la jeshi la polisi au vyombo vya dola pekee. Jukumu la ulinzi na usalama katika nchi au ngazi ya kata ni la kwetu wote, wananchi wote, sio polisi peke yao au vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo inabidi wananchi tushirikiane. Panapotokea kitu chochote ambacho kinahusika na uhalifu kwenye kata yetu, wananchi tushirikiane. Polisi tupo, ndio maana tumeletwa huku mpaka ngazi ya kata. Huu ni mradi wa polisi jamii ambao sasa lengo lake kubwa ni kuhakikisha polisi wanafikisha huduma ya kipolisi mpaka kwenye ngazi ya kata, ili kukomesha uhalifu unaopatikana wapi? Kwenye kata huku, kwenye ngazi ya jamii. Na ndio maana tupo huku. Lakini mambo yanatokea, wananchi hawataki kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi. Ndio maana haya yote yanayotokea. Yapo mambo mengi yamezungumzwa ambao nimeyasikia hapa, lakini yote ukiangalia kwa ujumla wake yaliyozungumzwa ni kwa sababu tu wananchi hawataki kutoa taarifa kwa jeshi la polisi. Na sisi tuko hapa tunapita kila wakati, tunafanya vikao na serikali ya kata na polisi kata, huwa tunaomba jamani, tupeni ushirikiano. Pale panapokuwa na changamoto za kiuhalifu, tuleteeni taarifa ili sisi tuzifanyie kazi. Lakini ukisikiliza changamoto zote zinazoelezwa hapa ni kwamba taarifa hazifiki, na watu wanakuja kulalamikia jeshi la polisi kwamba wanakuja kutukamata ni kwa sababu ya uzembe unaofanyika kwenye jamii. Sisi kwa kuwa nyie mnashindwa kutufikishia taarifa kupitia wataalamu tulionao sisi, sasa tunazipata hizo taarifa kwa namna nyingine. Tutakapokuja kukamata hao wahalifu wanaohusika maeneo husika, ndio hiyo sasa tunakuja hapo tunakamata waliokuwepo na wasiokuwepo, tutajua sisi tutawachuja kwa namna gani, kwa sababu mmeshachangamana. Kuna wahalifu hapo hapo, kuna wasio wahalifu hapo hapo, wote mnaendelea na shughuli zenu hapo. Kama wewe hutatoa taarifa ya wahalifu waliokuja kwenye shughuli zenu, sisi tutatambueje? Kwa hiyo nilichokigundua hapa ni kwamba taarifa nyingi wananchi mnazo za uhalifu, lakini hamtaki kutoa taarifa za wahalifu ambao wanaingia kwenye shughuli zenu za kiuchumi. Leo hii huko mitaani imefikia sehemu mabalozi tulishakubaliana kwamba jamani, ngazi huko kwenye mitaa watu wanaokuja kupanga wametoka sehemu zingine, wasije wakapanga na hujui ametoka wapi, huko alikotoka alikuwa anajishughulisha na nini. Tukakubaliana kwamba wanapokuja watu kupanga katika maeneo yetu,
waje na barua za utambulisho walikotoka. Kule anakotoka yule mwenyekiti wa mtaa alikotoka lazima ataandika kitu, au pale aache namba ya simu, kwa sababu akiandika hiyo barua pia hawezi kufikisha. Aache namba ya simu mwenyekiti wa mtaa au balozi wa mtaa, chukua ile namba, mpigie balozi mwenzio alikotoka huyo mtu. Jamani, huyu mtu ametoka huko kwako, anakuja kupanga kwangu. Vipi taarifa zake, anajishughulisha na nini? Lakini leo ukienda majumbani huko, watu wenye majumba wamepangisha watu, hawawajui wala alikotoka ajui alikuwa anajishughulisha na nini, na watu wanaingia kwenye shughuli zao za kiuchumi kila siku. Anaamka asubuhi, anarudi usiku wa manane. Hujui anachofanya. Akipata matatizo, achana na uhalifu, lakini anaweza kupata matatizo mengine, aidha ya kifo. Hujui huyo mwananchi ametokea wapi, kwao wapi, hata majina hawajui. Watu kibao wanafia usingizini hapa tunakuja. Ukimuuliza mwenye nyumba, huyu anaitwa nani? Hamjui. Lakini unaishi naye humo ndani. Sasa unaishi na mtu hujui tabia zake, na una watoto wa kike pale nyumbani, una watoto wadogo, na unajishughulisha na shughuli za kiuchumi, unaondoka, watoto unawaacha na mtu ambaye umfahamu katoka wapi. Ndio haya anakuja matukio ya ubakaji kwa sababu ya watu ambao tunaishi nao hatuwafahamu. Kwa hiyo wananchi wa kata Iganzo, mimi ninachotaka kuwaambia, jeshi la polisi liko tayari kufanya kazi na nyie wakati wote. Na wakati wote huwa nasema hii kauli. Sisi tuko timamu wakati wote kufanya kazi na wananchi. Na ndio maana tunakufanya mikutano, huwa mara nyingi naacha namba zangu za simu, lakini pia naacha namba za viongozi wangu wa mkoa na wa wilaya wote wanaohusika na mambo ya makosa ya jinai. Kwa upande wa uongozi wa bajaji jijini Mbeya kupitia mtunza hazina wake Fanuel Sanga umelani vitendo hivyo na kutoa onyo kwa madereva wote wanaojihusisha na uhalifu huo. Filipo Sanga ni mhasibu wa umoja wa madereva bajaji na wamiliki jiji la Mbeya. Tumepokea taarifa japo sio official, tumeona kwenye vyombo vya habari kwamba wananchi wa kata ya Iganzo wanalalamika kwa maana ya kwamba vijana wetu madereva wa bajaji wanafanya vitendo vya kihalifu, wanawabaka akina mama na mabinti wa kike, haswa nyakati za jioni wanapoenda mahospitali kuwaona wagonjwa, lakini pia wanaporudi majumbani wakitoka kwenye shughuli zao za kawaida za kutafuta riziki, lakini pia na asubuhi wanapoenda kwenye majukumu yao ya kila siku. Kwa hivyo sisi kama viongozi wa umoja wa madereva bajaji na wamiliki jiji la Mbeya, baada ya kupata taarifa hii, tunalaani vikali jambo kama hili. Matukio yote ya kihalifu sisi haturuhusu kwenye umoja wetu wa madereva bajaji na wamiliki jiji la Mbeya. Kwa hivyo dereva yoyote anayejihusisha na matukio haya ya kihalifu, iwe kubaka ama kuiba kwa kutumia silaha au kifaa chochote chenye ncha kali, sisi haturuhusu kwenye taasisi yetu. Kwa hivyo matukio kama haya haitakiwi kutokea kwenye taasisi yetu, na tuseme tu kama viongozi ni marufuku. Kwa dereva yoyote unayejiona unajihusisha na matukio ya aina kama haya, ukae ukijua sheria kali itafuata juu yako, na tunalaani vikali matukio ya kihalifu yote. Tukio lolote linalohusisha uhalifu haiwezekani kwenye taasisi yetu ya bajaji. Nini wito wetu? Wito wetu kwa abiria wetu wanaopanda vyombo vyetu ni kwamba unapopanda bajaji, hakikisha jambo la kwanza umekalili namba ya ubavuni. Kwenye bajaji zetu ubavuni pande zote tatu, kwa maana ya upande wa kushoto, kulia na nyuma, kuna namba kubwa zimeandikwa MCC na namba iko pale. Kwa hiyo lazima abiria unapopanda chombo hicho hakikisha unakalili namba ile ya ubavuni. Ukikalili namba hiyo, ikiwa kuna changamoto yoyote imetokea kwenye chombo chetu, maana yake ni kwamba fika ofisi za bajaji, tutampata mmiliki wa chombo hicho, tutampata dereva wa chombo hicho, na watawajibika sawasawa na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zinavyowataka wawajibike. Katika siku za hivi karibuni, matukio ya kihalifu yanahusishwa na baadhi ya madereva wa bajaji yamekuwa yakiripotiwa na kuzua mjadala mpana kuhusu haja ya kuimarisha ulinzi na usalama.